Mtazamaji, asante kwa kusalia nasi. Tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema maeneo ya nyanda za juu kusini, hususan mkoa wa Mbeya, yana fursa kubwa ya kuongeza mchango wake katika uchumi wa Tanzania kwa kuimarisha uzalishaji, kuongeza thamani ya mazao na kukuza shughuli za viwanda. Balozi Omar amesema hayo alipokuwa akizungumza wakati alipotembelea ofisi za mkoa za Chama cha Mapinduzi CCM jijini Mbeya wakati wa ziara yake ya kikazi ya siku moja mkoani humo. Amesema eneo la nyanda za juu kusini linachukua takriban 20% ya eneo lote la Tanzania, lakini mchango wake katika pato la taifa bado hauendani na ukubwa wa eneo hilo na fursa zilizopo. Balozi Omar amesema hali hiyo inaonyesha kuwa bado kuna nafasi kubwa ya kuongeza uzalishaji na tija katika kilimo, madini, viwanda na sekta nyingine za uzalishaji ili mkoa wa Mbeya na nyanda za juu kusini kwa ujumla uwe na mchango mkubwa zaidi katika uchumi wa taifa. Kwa upande wake, mbunge wa Mbeya mjini Patrick Mwalunenge amesema kuwa Mbeya inaendelea kuwa miongoni mwa maeneo muhimu ya uzalishaji wa mazao ya biashara kama chai, kahawa na kakao. Hivyo kuna umuhimu wa kuweka mazingira yatakayowezesha wakulima kupata masoko ya uhakika pamoja na kuhamasisha uwekezaji katika viwanda vya kuchakata mazao hayo hapa nchini. Tupate kuwasikiliza. Fursa ya mkoa wa Mbeya kutoa mchango mkubwa zaidi wa kiuchumi katika taifa letu na kukuza uchumi wa mkoa hiyo, lakini kuwa na mchango mkubwa zaidi kwa uchumi wa taifa. Nilikuwa naangalia numbers kwa sababu ya kuja hapa. Ukiangalia nyanda za juu kusini, kwa upande wa kilimo kama ulivyosema mheshimiwa, ndio ambao eneo ambalo linaongoza kabisa. Bila shaka kwa mkoa mmoja Mbeya inaongoza. Kuunganisha hizi sekta ndogo ndogo za uzalishaji kwa maana wa vijana, bodaboda, bajaji, machinga, mamalishe, vinyozi. Huku mheshimiwa waziri, kuna fedha nyingi sana na tumekuwa tukiongea mimi mara nyingi. Yale makundi yana fedha nyingi lakini hawajaunganishwa. Sasa kule uliwekea mkazo, ukiwezekana iundwe sera maalum kabisa ya kuhakikisha tunayatambua makundi na ni iwe sekta maalum. Sababu kule sasa hivi wako vijana wa vyuo vikuu wanaendesha bodaboda, wako vijana wa vyuo vikuu ni machinga, wana elimu zao kabisa. Kwa hiyo tukiwatengenezea mifumo rasmi, ni fedha nyingi sana tunaweza kuzikusanya kule na wakaja kuwa baadaye walipaji kodi wakubwa, lakini wakasaidia kwenye sekta za uchumi kwenye nchi yetu. Haya, wanawake wajasiriamali katika soko la Ituha jijini Mbeya wamesema ukosefu wa mitaji umechangia kujiingiza kwenye mikopo inayotolewa na baadhi ya watu mitaani yenye riba kubwa na masharti magumu maarufu kama mikopo umiza au ya kausha damu, ambayo imesababisha wengi wao kunyang'anywa mali zikiwemo samani za ndani kulipia mikopo hiyo pindi wanapochelewesha marejesho na wengine ndoa zao kuvunjika. Rose Chapewa anatueleza. Mikopo ya kausha damu ni mikopo ambayo imekuwa ikilalamikiwa na wakopaji kwa madai kuwa haina tija. Wanawake wanaofanya biashara ndogo ndogo katika soko la Ituha ambalo lipo katika kata ya Ilomba jijini Mbeya nao ni miongoni mwa wanaokumbana na kadhia hiyo. Tuna changamoto na hiyo mikopo kausha damu. Yaani unakopa hiyo mikopo ya kausha damu ili uongeze mtaji. Wakati mwingine una hata mtaji, unawajibika kwenda kukopa huo mkopo ili uendeleze biashara, lakini changamoto inayotufikia riba yake ni kubwa. Inatutesa kwa sababu riba yake ni kubwa. Ukikopa kurudisha unashindwa, riba ni kubwa kwa kweli. Watu tunakimbia, tunaacha familia na watoto ndani. Wanawake hawa wanamuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan awasaidie wapate mitaji ili waondokane na changamoto hiyo. Kwa ninaomba kwa mama yetu, kama anaweza kutusaidia atusaidie kama kina mama wenzake kwa ajili ya kuepukana na mikopo ya kausha damu. Kwa tunaomba mama atufikirie, tunaomba msaada wake, atupe mkopo. Riba zake za kausha damu ni zipo kubwa sana, tunashindwa, yani haiendani na biashara zetu. Wanawake hawa wanafanya biashara mbalimbali ambazo ni matunda na mboga mboga, viazi mviringo pamoja na mahitaji mengine ya nyumbani. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10.
Serikali imetangaza bei mpya elekezi ya ununuzi wa zao la tumbaku nchini katika msimu wa mwaka 2026 hadi 2027 ambapo bei ya kilo moja daraja A imefikia wastani wa dola 2.5 sawa na shilingi 6,600, huko wakulima wakitaka kasi ya ununuzi ongezeke, kwani kuchelewa kwenye masoko kunasababisha tumbaku kusinyaa, kupoteza ubora na kupungua uzito, hali inayosababishia hasara. Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa zaidi. Wakiwa katika kikao maalum cha halmashauri kuu ya CCM mkoani hapa cha kupokea taarifa ya maendeleo ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho katika kipindi cha miezi 6, wakulima wa zao hilo ambao pia ni wajumbe wa kikao hicho wanaeleza changamoto wanazokumbana nazo wakati wa kilimo, jambo ambalo likagongewa nyundo na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tabora, Saidi Nkumba. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima wanateseka na swala la kubebewa tumbaku zao kutoka kwenye maeneo yao kwenye vijiji wanavyolimia na kubebelewa kwenda Tabora mjini, ambako ndiko tunakoambiwa itafanyika market center kule. Tumbaku ya mkulima inabebwa, inaenda kukaa juani wiki 2 haijashushwa kupata nafasi kwa ajili ya kwenda kuuza. Yaani mtu anaanza msimu mpya, tumbaku ya msimu uliopita nayo ndani. Lakini hapa tunao baadhi ya makampuni hajafika makisio. Sasa mkoa mlisimamie, sisi tutakuja kama wakaribishwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, rasmi mlisimamie tupate wigo mpana wa kujadili matatizo ya tumbaku. Hata hivyo, juu ya maelekezo ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tabora yaliyotolewa na mwenyekiti wake Saidi Nkumba ya kuitaka bodi ya tumbaku kufika mkoani hapa na kutoa maamuzi ya utaratibu wa bei ya tumbaku katika msimu huu na ujao, mkurugenzi wa bodi hiyo nchini Bwana Stanley Mnozia anatoa majibu ya serikali na kutangaza bei ya zao hilo mpya mbele ya wajumbe hao. Na bei ambayo inakuja ni zaidi ya dola 2. Ni dola 2 na senti 5. Kwa sababu dola 2 na senti 5, wale ambao mmelima kwa muda mrefu mnaweza mnakumbuka huko mbele, huko nyuma kwamba iliwafanyia nini. Swala la mbolea limemfikia Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Daniel Chongolo, siku ya Jumatatu, liko mezani kwake na maelekezo aliyotoa, anataka bei, anataka mbolea ipatikane au ijulikane inapatikana wapi siku ya Jumatano leo. Awali akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa maendeleo mkoani hapa, kaimu mkuu wa mkoa wa Tabora Balozi Simon Siro anatoa hakika kuendelea kusimamia vyema maelekezo ya chama hicho, ikiwemo swala la tumbaku. Maelekezo yote ambayo katibu ulikuwa unasoma na ambayo mwenyekiti wetu utakuwa unatoa, basi sisi tupo kwa ajili ya kutekeleza. Na niwahakikishie kwamba haya mafanikio ya sasa tutajitahidi tuhakikishe kwamba inakuwa mara 2. Kutoka hapa katika ofisi za halmashauri ya wilaya ya Kaliua hapa mkoani Tabora, ambapo kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kimemalizika hapa. Adela Moses, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake Adela Moses kutoka mkoani Tabora ndio inatamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga hapa na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Endelea kusalia nasi.